Ulo. Mimi nimepigia Ruto asante kwa kuita vijana wa Jacaranda kufika State House. Na kitu ambao nimepigia Ruto asante sasa, ile kitu ambao sasa Ruto tunataka kipindi cha pili wakati unaita watu wa Jacaranda huko State House, ita watu wote, hata wasee na vijana na wamama na ni watu ambao natetea wewe, sio watu wa kukuja kukula wewe vile Kikuyu anakimbia siku ya leo kufika huko na magari, na huko anasema ni one term na sisi tunasema two term. Sasa hapo iko tofauti, na iko watu wetu ambao anasema we ni one term tu, na alitoka hapa akaingia State House leo, na leo hapa kwa mkutano ya Jacaranda hao hayuko, amejificha. Vijana, si unataka tufike State House sisi pia tuone Ruto huko? Vijana hoye! Tutafika wakati Ruto ataita sisi, na tutafika huko kwa njia mzuri ambao tunatetea. Lakini nimefurahi vile watu walifika huko. Mimi nimewahi kutetea Ruto zaidi, arudi atawele mara ingine baada ya uchaguzi hii inakuja, na Ruto aendelee amalize hiyo tamu yake. Lakini wale anakimbilia pesa, atisa ya pesa lazima ukimbilie hiyo, hatutakubali. Tunataka wewe ukule pale, unajua wewe hata kama unaonekana hapo huwezi kuwa na uoga. Lakini iko ndugu yangu ya Mugori, mimi ni mtu wa Mugori huko, na yeye anasemaga yeye anatokaga Mugori, na alikuwa nasema hapa siku ingine alikimbizwa hapa mbio. Nani huyo? Wewe unajua yeye. Vijana oye! Oye! Haya, mimi mambo ya Gachagua hakuna watu ameuawa hapa Kenya. Ati watu wote Ruto anaua Kenya. Sasa unaenda kusitaki Ruto ati huko Amerika, ati ndio Amerika alifunga kila kitu ambao naweza kusaidia wa Kenya. Lazima Ruto angalia upande ya Russia na Korea North na China. Tumeunga we mkono kufanya kazi na hawa kuliko wale ananyanyasa sisi hapa wa Amerika na Waingereza. Asante. Asante sana mzee. Yes, mimi naitwa Soft Mahewa. Bado kuna moja. Mwingine. Unela mwingine. Wapendea leo. Yo. Kuna kelele mingi kwa bunge, shida ni nini? Check. Wakanyage nje ya bunge. Thank you so much Mr. Asante sana. Mr. Speaker, mimi naomba hivi. Siku hizi kabla tuanze bunge inafaa ulize watu wangapi leo
wanaingia kwa serikali wapokee. Asante sana Mr. Speaker. Raila anaenda opposition. Haya, thank you so much Mr. Hapa kuna prefect ya kuangalia noise makers. Hiyo si kazi yako. Thank you so much Mr. Speaker. Kwa majina naitwa Jose 001. Na kwa leo nitaongelea mada mbili peke yake. Mada ya kwanza nitaongelea hii mambo ya ndege kuanguka hapa Kenya. Then mada ya pili nitaongelea kwa nini opposition wanashindwa kuongelea Raila saa yote. So allow me to begin with the first one. Why the aeroplane causing a lot of trouble in this country. If you check before, ukiangalia regime ya Joe Biden, the United States of America president, Ulumi alitoka. Kenya was made a non-NATO ally. So being made a non-NATO ally, we were to enjoy the benefits of getting some military equipments like the airplanes, like the guns, hizo vifaa za vita. We were entitled to get those particular items. Now, nani akaingia? Anaitwa nani? Trump kuingia akaribu the relationship between Kenya and the United States of America. So we don't get the support of these military equipments. Whatever we are having in the store is obsolete military equipment. Ukiangalia these items you are having, they are very old, my friend. And the old aeroplane, the late General Ogola, say we have no, Ogola is gone now. It's just because of the old military weapons. So, mimi nasema, the reason why items mambo imeharibika hapa Kenya is the bad relationship between Kenya and the United States of America. So we don't get their support. Number two, turudi kwa opposition ya Kenya, wakina DAP Kenya, wakina Jubilee. Sasa ukiangalia opposition haina agenda, haina sera, haina anything. Opposition wanauza sura ya Kenya na chama ya masikio. Angalia the government, serikali iko na framework ya kudeliver to its people. In the government, we have the bottom-up economic transformation agenda. So ipande ingine maybe watuambie kama kuna one-time economic transformation agenda. So in the bottom-up economic transformation agenda, we have so many pillars. There are so many pillars. Point of information. Yes. In 1 minute. Mr. Speaker, I think the member mwenye anaongea kwa flow amekuja Kenya leo kwani Kenya. Kwa sababu katiba yetu ya Kenya kwa saa hii kuna president hawajavunja bunge. Manifesto wanasomanga kama tunaelekea election. Saa hii huwezi soma manifesto. Saa hii tunajua mwenye nafaa aende nyumbani ni Ruto. Lakini manifesto yetu tutakuja kusoma hapo mbele kusomea hata kila siku. Unakumbuka last year walivutana Azimio na Kenya Kwanza walivutana manifesto. Azimio wakasoma ndio Kenya Kwanza wakakuja wakafanya nini? Wakasoma. So saa hii bado manifesto yetu iko kwa jikoni. Mr. Speaker, can I respond? Can I respond? The honorable member Nuru Okanga anasema watasoma manifesto mwisho. Wacha nikwambie Mr. Nuru Okanga, hiyo mrengo yenye opposition hamuna agenda. The reality ndio hiyo. There's no agenda for you people. Kazi ni kelele na kuuza sura ya Kenya. So with our government tuko na clear framework ya bottom up economic transformation agenda. And in this transformation agenda we are dealing with the economic crisis. Sahi gharama ya juu ya maisha ndio the issue affecting the people. And the only way we can handle it, you must have a framework of dealing with that particular issue. So kama una agenda, there's nothing you can do about it. Sahi we've dealt with agriculture. We've dealt with agriculture so far. We are dealing with health. Kuna registration, biometric registration. We are dealing with health. Kuna biometric registration ya SHA. We are dealing with the education sector. So we are dealing with so many things, bana. The government is in order and everything is in order. Opposition, nyinyi endeni kuweku jina Raila Amolo Odinga. Mkichoka mnyamaze na mwache wa jamaa kuendelea na kazi yao. With their coalition ya ODM na UDA. Raila the 6. Niongea nimepotea kidogo kwa hii bunge Mr. Speaker. Mr. Speaker, nimekaa chini nikafikiria Mr. Speaker. Mimi mwenyewe Mr. Speaker lazima kudanganya na mtu. Nikaona sisi watu wa opposition tunajidanganya Mr. Speaker. Watu wa opposition Mr. Speaker nikaona tunajidanganya. Na nikakaa chini nikafikiria mimi mwenyewe Mr. Speaker nikaona kuna shida. Tunasema one term lakini hatujui nani tunasema one term Mr. Speaker.
Na mimi nimetoka Makueni County, Ukambani Mr. Speaker. Kiongozi wetu ni Stephen Kalonzo Musyoka, lakini mimi nataka nimwambie live aungane na Ruto afanye kazi. Huyu Mr. Speaker, huyu mtu kumtoa kwa kiti. Mr. Speaker, huyu mtu kumtoa kwa kiti hata nyumbani Mr. Speaker, tuanze kusherehekea Ruto ameenda nyumbani Mr. Speaker. Si rahisi Mr. Speaker. Nimekaa chini nikaanza hakuna mtu ameniadvise. Nimekaa chini mimi mwenyewe nikafikiria kutoa Ruto kwa kiti. Tuanze kusherehekea ameenda nyumbani. Si kitu rahisi Mr. Speaker. Asijaomba na mtu Mr. Speaker. Karibu. Na nataka niseme hivi Mr. Speaker. Kalonzo anaambiwa na Gachagua. Alete uji kunywa uji. Kalonzo anaambiwa na Gachagua ati atasapotiwa Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mkikuyu aisapoti Mkapa akuwe rais wa Kenya Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mkikuyu aisapoti Mkapa akuwe rais. Na nataka niambie Wajaluo pia. Wajaluo wakikuwa wanataka kumaliza Raila Mbao kaburi tena. Hawezi. 2022 Utawapiga mbaya. Ruto kura. 2022 Uhuru mwenyewe alipigia Raila, alipigia Ruto kura Uhuru. Amesema sasa tena Jubilee imeendorse nani? Baba anataka kupeleka kaburi vizuri akiwa lusa. Mr. Speaker, nataka niseme hivi. Bwana hiyo mambo sisi Mr. Speaker, kama Wakamba tunajua vizuri majirani wetu hawazi tusaidia. Hiyo ni kitu tunajua. Na ndio sababu Mr. Speaker, Kalonzo akatoka Ukambani akaenda mpaka huko Lake kutafuta upinzani huko, kutafuta uongozi huko. Mr. Speaker, pale hatuwezi pata kitu. Wale wanadanganyanga Mr. Speaker, tunaweza poti Mkamba. Hiyo ni kitu nimesema leo hii na mtaniambia. Kalonzo kwenye huko, tujia serikali, tupate barabara kule, tupate maji, hawaze kudanganya na Wakikuyu watakusupport. Kwa Ruto kwa kiti Kalonzo, umwe Ruto hivi atuanze kusherehekea Ruto ameenda nyumbani. Si kitu rahisi Kenya hii. Hata kama atapata kura mbili hivi, kura mbili yake na Recho hivi. Welcome kwa serikali. Mr. Speaker, nataka niseme leo hii. Kwa hiyo naomba kiongozi wetu Kalonzo Musyoka aache kudanganywa. Kikuja support Mkapa akuwe rais. Kalonzo ingia kwa serikali Kunywa uji. Barabara. Kunywa uji. Thank you Mr. Speaker.